12 steps that you may use as a guide, zinaweza kukuelekeza for breaking the generational curses. Bwana asifiwe. Wakati tunasema kuhusu laana za jamii, ni mambo ambayo huwezi kuyashughulikia kwa sababu mengi ya hizo laana imetoka mbali, ilipandwa na wazazi. Kwa hivyo kabla sijaendelea na ujumbe, ni vizuri kuelewa mambo haya kabla tujajua hayo mambo 12. Ni vizuri kujua ya kwamba laana ni nini. Laana ni nini? Laana ni mambo ambayo yanafanyika katika jamii na yanadumishwa na nguvu za pepo, za kipepo. Laana, nirudie vizuri na mshikie vizuri. Tunasema tunadili na laana. Laana ni kitu gani? Laana ni mambo yaliyotendwa mabaya, lakini yanadumishwa na nguvu za mapepo. Kwa mfano, kama mtu alikuwa mchawi, ama kama mtu alikuwa muuaji, wakati alitenda hicho kitendo cha kuua, hata labda hakuwa amezaa watoto wake, lakini katika kile kitendo, katika ulimwengu wa kiroho ukarekodi hicho kitendo cha kuua. Kwa hivyo kunazo demon ambazo zinaingia wakati wowote mtu anatenda dhambi. Biblia inasema ya kwamba Shetani alishushwa duniani akiwa na mapepo wengi sana. Kwa hivyo kuna mapepo huwa yanashughulikia dhambi zote ambazo zinatendwa duniani na watu. Wakati wote mtu hata kama hajawahi kunywa pombe, useme siku ya leo nitaingia kwa bar na nionje vile pombe huwa ina taste. Wakati unachukua hatua na kuingia huko, kuna demons huwa zinakufuata na zinahakikisha umefanya hivyo. Kwa hivyo zinapata entry, zinapata pa kuingilia. Nisikize vizuri ili tusikibie upate katika njia. Wakati huo demons zinaingia na zinahakikisha umefanya hivyo, zinakuwa na legal ground, zinakuwa na kibali cha kuishi ndani yako. Nisikize, kama haujui kutubu, utubu kwa haraka sana, hata kabla ya 24 hours. Hizo demon ama mapepo zenye zimekuja kwa sababu ya hiyo dhambi yenye umetenda, zinakuwa na kibali cha kukaa ndani yako kwa sababu wewe ndio umefungua mlango. Laana, tuone laana ni nini. Kwa hivyo wakati wowote chochote ambacho kitatoka ndani yako kama damu, uzao, hizo demoni za hiyo dhambi zina legal ground ya kufuata watoto. Daimono hiyo zina legal ground, zina kibali cha kutembea katika damu yako. Nisikize vizuri. Na kwa sababu ya kutojua vile mtu anastahili kutubu, wazazi wengi wetu hawakuzijua sheria za Mwenyezi Mungu. Hawakujua vile Mwenyezi Mungu huwa anachukua dhambi. Hata dakika hii unaweza ambiwa usiingie katika dhambi fulani. Na nisikizeni vizuri, unajua dhambi nyingi zina utamu. Dhambi nyingi zina utamu sana. Mtu wakati anadanganya na anaona kweli kabisa amekubalika, kuna utamu uko katika kudanganya. Dhambi nyingi ziko na utamu fulani. Kwa hivyo wakati unaambia mtu usifanye jambo fulani na analielewa kwamba ni dhambi na ndio iko na utamu, wakati wowote anaenda kuitenda, kuna demon ambazo zinasimamia aina tofauti ya dhambi. Hata kama utashiriki utamu huo na utafaulu katika hilo jambo, lakini kuna demons ambazo zimeingia katika hilo jambo na wewe ndiwe umefungua mlango. Kama ni demon za usherati, nisikize. Kama ni demon za witchcraft, kama ulienda kwa mganga,
kama kwenu kuliletwa mganga. Biblia inasema ya kwamba mimi Mungu ni Mungu mwenye wivu, msikainamie miungu mingine, kwa sababu mkifanya hivyo nitafikishia uzao wa 3 na 4 hiyo dhambi. Kwa hivyo wakati kwenu kuliletwa mganga, wakati kwenu baba yako alienda akatafuta mganga, wakati baba yangu alienda kwa mganga na akatafuta msaada, nisikizeni vizuri, hapo ndipo alifungua mlango wa iniquity of our forefathers, yani mabaya ya kumdharau Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo demons zikaingia. Kwa hivyo hata kama hatukuwa tumezaliwa na baba alitenda hivyo, demons ziko na legal ground. They operate in our bloodline legally. They operate in your bloodline legally. Kwa hivyo kama ni demons za uchawi, utaona ya kwamba ni lazima zitembee katika familia yenu, na hata ukiziambia go in the name of Jesus, inakwambia tuende wapi? Nisikizeni hili jambo. Sasa kama ni mtu amekupatia idhini ya kuingia pahali, kama ni mtu amekufungulia mlango huu uingie, yeye ndiye tu anastahili kukufungulia utoke. Kile ambacho kinaleta shida sana katika kufunja laana za jamii, hapa nataka msikize ili uende polepole, waacha bio. Najua watu wengi wako na bio, wanafikiria kwamba kwa sababu tunasoma hivyo mambo mengine yataenda automatic. Nisikize na tuende polepole. Kile ambacho kinakuwa kigumu katika kubreak evil foundations or generational curses ni kwa sababu hii. Mwenye alitenda dhambi ndiye alifungua mlango, ndiye alikuwa anastahili kutubu, kurepent. Lakini alikufa. Lakini demons zina operate in our life legally. Mnaona? Ogo ni demon yo dharia, unakuta katika familia nzima kuna watu kadhaa, kwa sababu zina operate zikiangalia pale pepesi ambazo zinaweza kuwa na access kwa haraka. Unaweza angalia katika familia ukute kuna watoto fulani, labda katika jamii ni watoto wawili, wanakona tofauti na watoto wengine kwa kitabia, kwa sababu hizo demons zina operate legally, huwa zinaangalia pale ambapo zinaweza kuwa na access ya haraka, zinaingia ndani. Kwa hivyo wakati tunakuja kuziapia toka, na kuna mwenye aliziruhusu ziingie kama miaka 50 iliyopita, zinakwambia tunatoka tuenda wapi? We are here legally. Na hiyo ni kweli, ziko hapo kwa kibali. Demons, watu wengine wanaangalia pombe kwao, unafikiria utajaribu kumaliza pombe kwa sababu ya kuongea, unakuta hiyo pombe iko huko na mizizi. Demons za pombe ziko huko, zina operate in your family legally, ziko authorized kuoperate huko. Ndiposa Yesu Kristo, sikizeni wapendwa, kuna pale alikutana na kijana fulani. Walipotoka katika mlimani, kuna kijana alikuwa anaombewa ili pepo zitoke na zikakataa. Wakati mitume walimwendea akawaambia pepo zingine kama hizi zinahitaji kuomba na kufunga, kwa sababu ni pepo ambazo zina muda mrefu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo curse, laana ni nini? Laana ni wakati curse inakuwa transferred from one generation to another, from one generation to the other, kupitia demons. Unaona? Wewe unazaa watoto, unawalea vizuri, unawasomesha vizuri, lakini akienda kukomaa kufikisha 15 years, unasikia akiingia kwa ananuka sigara. Kuna shida na sasa huyu ameanza kufuta sigara muda upi? Kwa sababu kuna demons za sigara zina operate in your family, in your bloodline legally. Bwana asifiwe. Kuna laana nyingi ambazo ziko katika Biblia, tutazifungua kidogo siku ya leo. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa hivyo. Ndiposa unaona, okay, sikiza hii. Usiconfuse
that once you are born again, these things cannot affect you. Usifikiria kwamba kwa sababu umeokoka ya kwamba haya mambo hayawezi kukudhuru. Hata kama umeokoka, haya mambo yanaweza kudhuru. Kuna watu wengi ambao wameokoka na wanalia usiku na mchana. Kwa nini? Kwa nini unalia na uliokoka? Kwa sababu demons zenye zinakusubua, kuna mtu alizifungulia mlango pale. Na zikikuja, hata wakati Mwenyezi Mungu anakuja kujaribu kuzitoa, zinamwambia Mungu, tunajua kwamba you are just. Na huwezi stenda vile ulivyo. Wewe ni just. Wewe wa kihoto. Mungu anaondokea kwa sababu anajua zina operate legally in your family. Zina operate legally in your marriage. Zina operate legally. Kuna magonjwa yanajaribu kutoka, yanashindikana. Kwa sababu kuna mtu alifungulia mlango. Hiyo ndio kazi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio laana. Kwa hivyo, wakati tunasema kuna mambo 12, ni Mwenyezi Mungu anatupenda sana wapendwa. Ni Mwenyezi Mungu anatupenda. Kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anatupenda ili tuweze kuyaelewa na ili tuweze kukombolewa. Lakini kabla tufike hapo, kuna mambo ningetaka tuone. You may be in captivity without knowing. Unaweza kuwa katika jela without knowing it. If you find yourself having a hard time living a Christian life, number one, if you find yourself having a hard time living a Christian life, jua ya kwamba hizo ni signs za kazi. Nataka niwapatie mambo kadhaa ambayo yatakuwezesha kujua kazi vile inafanya kazi. Unapojikuta uko na ugumu wa kukaa katika maisha ya Kikristo. Twende pole utaandika. Unapojikuta ya kwamba living a Christian life ni ngumu, unakuta unajiforce. Hata kama umeokoka, ndio umeokoka, nisikize vizuri. Lakini kukaa venye mtu mwenye ameokoka inastahili, unakuta ni ngumu. Ni lazima ukute unajikaza kudanganya, unajikaza kuomba, unajikaza mambo mengi, ujue kwamba hiyo. Nataka nigusie mambo machache sana ambayo yana reflect ama yanafunua curse in our lives. Having a hard time living a Christian life. Najua naweza pitia hapo na watu wengi wakose kuelewa hivyo. Ukute usipokutana na mchungaji hapa kwa kanisa, ukikaa miezi 3 bila kukuja kanisa, unakuwa ni kama umeanguka. Finding prayer difficult. Maombi, yani kuomba ni ngumu, ni kitu kigumu sana kwako. Finding prayer difficult. Hiyo ni signs za laana. Hebu nionyesha kwa mkono kama unajikasa kuomba unashindwa. Nyinyi nyote ni wapati. Kabisa. Kanisa lizima. Sitaki kusema uinue mkono juu. Bwana asifiwe. Forcing yourself to read the Bible. Ni kujikaza, unajikaza kusoma Biblia. Hizi ni signs ambazo zina indicate ya kwamba you are operating under a curse. Forcing yourself to read the Bible. Unakuta uko na Biblia na kuchukua Biblia hivi. Uketi chini uchukue dakika zako 20 usome Biblia. Ni kujiforce. Hallelujah. Forcing yourself to read the Bible. Tunasema ya kwamba you may be in captivity without knowing it. Hallelujah. Where is your Bible? Lift it up.
I have a wonderful treasure. Wow. Nimeona Biblia hiyo yake. Hebu chukua vizuri kama ni yako. Forcing yourself to read the Bible. Hiyo ni indication. God bless you. Hiyo ni indication ya kuonyesha kwamba kuna vita. Uko katika captivity bila kujua. Fighting fasting impossible. Yaani kujifunga fasting. You find it impossible. Kama hujui kufunga, na ni watu wengi hawajui kufunga. Nani ambaye ako na uwezo wa kujifunga bila kujiforce? Hebu nionyeshe kwa mkono. Bila kujiforce. Usiwe mkono kwa uoga. Bwana asifiwe. Barikiwe. Fighting fasting impossible. Hiyo ni ati unakula kutoka Januari, kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 31 December kushipa. Unataka ukirota ni kuhona. Getting angry at the slightest provocation. Getting angry. Kukasirishwa na kajabu kadogo hivi. Indication. Getting angry at the slightest provocation. Kukasirika kwa haraka sana. Ukiambiwa jambo fulani, unakasirika haraka na unakata kauli, unanyamazia watu. Hiyo ni indication ya kwamba kuna evil foundations. Bwana asifiwe. Tuendelee ama tusimamie hapo. Having difficult finding a marriage partner. Kuwa na ngumu kupata mchumba. Kuna watu kama hao ambao katika jamii ili aweze kuoa inakuwa ni ngumu sana, hata labda atapata mtu ambaye hastahili kuwa wake. Having difficulty finding a marriage partner. Having friends that appears as enemies. Kuwa na marafiki ambao wanakuja kama maadui. Tafadhali tusikize vizuri. Hizi ni baadhi ya mambo ambayo yanakuwa katika evil tree ama evil foundations. Having friends that appears as enemies. Kuwa na marafiki ama kuwa na rafiki ambaye akikuja kwako ni kama adui. Nisikize. Mtu anaweza kuja kwako lakini ili muelewane mnakuwa mmepigana vita kali sana. Mtu amekuja kukusaidia, mtu amekuja ndiye amebeba msaada wako, lakini kabla akuja afike kwako mnakosania jiani. Unakuta ni mtu amekuja kanisa lakini amebeba msaada wako, lakini mnapigana kwanza, ulisema hivi kisha baadaye ndio unarealize huyu ndiye rafiki wangu wa kweli. Unaona namna gani? Kuwa na rafiki ni wako, lakini alipokuwa anakuja, mlipokuwa mnajuana, alikuwa ni kama adui. Nataka fikira zako ziwe pamoja ili uweze kufikia hiyo jambo. Labda ni mume wako, nisikizeni. Na wakati mlioana, kabla uliarais ndiye mchumba wa maisha, imebidi mshirikiane kama maadui. Watu wengi wanarealize after 5 years or 10 years kwamba aya kweli huyu ndiye mchumba. Having friends that appears as enemies. Unasikia kwamba watu wakisema kwa nyumba, mimi siku nafikiria huyo mtu ni mzuri. Customer anakuja kwako na ndiye customer wako wa hali ya juu, atakuwa akikununulia vitu, lakini anapokuja tu, anapoingia kwako kuna kutokea kitu, mnakosana, anashauti kidogo, unamdharau na unamchukia na unamwambia usikasimame hapa tena. Na labda kesho yake alikuwa akuja anunue vitu za 1,000, vitu za 3,000. Halafu after 2 weeks unarealize ya kwamba huyo ndio customer wako wa dhati. Having friends that appears as enemies. Haya ni mambo ya ajabu sana. Kwa hivyo usipokuwa makini katika
hii mambo ya hivyo foundations unaweza, na inakuja hivyo ili umestake na hii haswa huwa inafanya kazi ndani ya watu ambao ni wazima. Tigashiana ni jambo la kustua sana. Unakuta ya kwamba unakuwa confused, huyu ni rafiki usirafiki, unakuwa confused ili usishikane na wale marafiki ambao wataconnect your life na destiny na hatima. Unaingia kanisa kama hii sasa, kama huyo dada Mwenyezi Mungu ananiambia kazi yake ni hajawahi sepo katika kanisa, yaani kutoka akomae hivi ashaenda makanisa nyingi sana, hata hapa ametulia kidogo, lakini akona uoga kwa sababu ya kile kinatendeka katika madhabahu, kwa sababu akona marafiki wake wote mpaka wale wazuri destiny connectors wanaapia kwake kama adui. Unaona, mtu anaweza kuja na hiyo madhabahu ni ya Mwenyezi Mungu, lakini inaingia kwake kama adui. Anasikia kuna kitu inakosana, kuna watu wanakosana. Okay, having enemies that appears as friends. Having enemies, kuwa na adui wanaingia kwako kama marafiki. Hizo ni signs za kuwa na evil foundations. Mtu anakuja kwa katika maisha yako na ni adui na huwezi jua. Having enemies that appears as friends. Free enemies. Ndio tunaita hivyo. Sijui kama ushaelewa mambo kama mtu ni adui yako, ndiye atakuwa kabisa. Akijua kitu chako ndiye ataharibu. Lakini ameingia kwako kama rafiki. Umemfungulia moyo wote. Alafu narudi kugundua ya kwamba yale yote umemwambia ndiye atatumia kukumaliza. Chochote ambacho amejua ndicho atakuangamiza nacho. Na alikuja kwako akiwa mpaka na msaada. Having enemies that appears as friends. Halafu unarealize, unasema ya kwamba sikujua kwamba huyo mtu wako namna hiyo. Sikujua kwamba huyo mtu wako hivyo. Unaona watu, na hii inatendeka sana mpaka katika ministry. Unakuta ya kwamba watu wengi wanaenda town ama kwingine. Unakuta mtu anafuata mchungaji fulani nyuma. Anamfuata. Wakati wa kwanza walipokutana aliona huyu ni mtu wa Mungu. Lakini afterwards akatoa sadaka zake nyingi. Alafu baada ya kumfuata akarealize huyu sio mtu mzuri. Chochote ambacho akona haja nacho ni pesa za mfuko. Tafkiria kama huwa unakutana na marafiki kama hao, wanakuwa attracted kwa sababu uko na hivyo foundations. Kwa hivyo ukilinganisha hiyo na ile ambayo tunaita the law of attraction, yenye inavuta watu wale wako na mambo ambayo yanalingana na yako, utakuta kwamba uko na shida kubwa. Hivyo foundations sio kitu kizuri. Generational curses. Ndiposa Mwenyezi Mungu anataka kutusaidia. Bwana asifiwe. Hebu imagine hiyo. Evil foundation in attract enemies that appears as friends in our lives. Just think of it. Yaani mtu anaweza letwa kwako na ufikirie ni mchumba. Utarealize after 10 years ya kwamba hakuwa mume. Utarealize hakuwa mke. Na anakuwa attracted kwa sababu kuna hivyo foundations. Fikiria hiyo jambo. Uone ya kwamba hivyo foundations ama misingi mibaya ya jamii ni kitu kibaya. Kitendo ambacho unatenda na unasikia ni kitendo ambacho cha utamu, ujue kwamba kina madhara makubwa sana. Having enemies that appears as friends. Ni vizuri kuomba hivyo. Unaomba Mwenyezi Mungu nikubalishe nisikutane na marafiki ambao wanakaa kama marafiki na ni adui. Hivyo hata kwa kanisa ni hivyo. Bwana asifiwe. Okay. Having unstable marriage. Hilo ni jambo lingine, kuwa na ndoa ambayo inayumba. Ndoa ambayo haina furaha.
ndio umeolewa, nisikizeni vizuri, lakini hiyo ndoa haina, hata ukijaribu kuongeleshwa na nani, hata kukiletwa counselors, hata kuletwe nani, msilale. Having unstable marriage, hiyo ni indication ya evil foundations or generational curses. Bwana asifiwe. Yako iko namna gani? Zote ziko sawa. Having unstable marriage, yani mnakosana kwa ni lazima. Kukosana kwenu ni kama kupika chakula. Kukasirika kwenu ni kama kupika chakula, ni kama kukula. Having uncontrollable sexual urge, kuwa na shauku na tamaa mbaya ya mwili. Hizi zote zinakuwa ni baadhi ya watu ambao wako na laana za kijamii. Uncontrollable sexual urge, unakuta mtu anafuata wanawake wengi, ako na wengi na hatosheki. Hata ukifanya namna gani, hata ukimchijia nini, hatosheki na mama moja. Hata awe mgonjwa, nisikizeni, hata akipelekwa hospitali akiwa katika kitanda amelazwa, bado anaangalia nurses kama anaweza kuwa marafiki. Si mtawazimu. Na hatoki kwa kitanda. Uncontrollable sexual urge. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na mume kama huyo ama mke kama huyo, waacha kushinda ukipiga kelele. Anza kuangalia mizizi. Imetoka, hata kama ni mmoja, kama wako brothers watano na huyo ndiye mmoja ako hivyo, huwa hizo demons zina operate ndani yake legally. Ndishi yako nende mwana yako. Ndipo wakati tunaombea watu tunasikia zikiongea. Bwana asifiwe. Kuna zingine ambazo huwa zinawaongoza watu kuelekeza katika mambo ambayo ni mabaya sana. Kwa hivyo ukikuta uko hivyo, hawezi kucontrol mwili wako. Na tuko na watu wengi sana hivyo katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wanahitaji deliverance. Kwa sababu kucontrol mwili yao ni ngumu. Ni ngumu. Unajua tukikaa hivyo huwezi jua vile tuko. Lakini unakuta kuna mtu analipa gharama. Kuna mtu analipa gharama atoke kwake aende town ili aende akutane na makahaba wenye wanalipwa. Ili alipe alafu arudi nyumbani. Sio jambo ambalo linamsaidia hivyo. Uncontrollable sexual urge. Kwa hivyo kama uko na watoto kama hao, unaangalia katika mizizi. Hallelujah. Having strange sicknesses. Bwana asifiwe. Kuwa na magonjwa mageni, magonjwa yanatokea ya kutisha. Tunasema hivi tukimaliza service tukisema tuko na deliverance, unatokea bila kuwa na wasiwasi. Kwanza kama hiyo ya mwili inasumbua watu wengi sana. Usipojua ya kwamba jambo la kwanza, deliverance ya kwanza ni kujua ya kwamba it operates in my life legally. Ili tuone yale mambo 12 tukiweza. Kwa hivyo kila mtu unaweza kujiona hapa ama ukose. Having strange sicknesses. Kuna magonjwa ambayo unakuta siku hizi watu wanakutwa na magonjwa. Ukijaribu kwenda kwa hospitali utibiwe, unakuta huo ugonjwa, daktari mpaka anakupatia nafasi upumzike ili aweze kukuambia result. Umeenda na nikashida kadogo ulikuwa naye, daktari anakupima, alafu anakwambia kuja, anakutayarisha kwanza ili uweze kupokea ujumbe wenye unataka kuambiwa. Kwa sababu venye anakuona umetabasamu, anashida kukuambia uko na kansa, uko hivi. After kuambiwa hivyo, pesa zenu zote zinaishia hapo. Unakuta watu wako na magonjwa mengine ya tumbo,
Magonjwa mengine hata hayajulikani. Wacha nikuonyeshe laana zenye zinaletwa na magonjwa. Laana yenye inaleta magonjwa katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Deuteronomy 28 verse 18. Inability to have children is a curse. It is in the Bible. Deuteronomy 28 verse 18. Bwana asifiwe. Hizi zote zinakuwa zimetoka. Nisikizeni wapendwa. Unajaribu kutafuta furaha ya familia. Inashindikana na inashindikana. Unajaribu kutafuta chochote ambacho kita generate peace in your marriage. Unakuta hakuna kitu kama hicho. Watu wengine wamemalizwa haya mambo ya laana yamewakalia sana. Unakuta ya kwamba hata kama kwako kuna peace ni ya siku moja. Ni ya siku moja. Na demons zinawapa. Unajua vile unaweza enda angalia mtu kwa sero ama kwa korokoroni. Unaambiwa na polisi wao wajera, pokeeni hapo kidogo, na anawaangalia muongee haraka. Anawaangalia vile mnaongea. Mkiendelea sana more than 20 minutes, wewe achaneni. Anakurudisha kwa sero. Kuna watu peace katika marriage zao zinakuwa controlled hivyo. Fikiria hivyo. Ya kwamba mkikaa siku moja mkiwa na bibi mfurahie. Demons zinawaambia hiyo peace sio yenu. Unasikia mmekosania kitu kidogo na ameenda huko. Kwa sababu mnakuwa controlled. You are under captivity without knowing. Bwana asifiwe. Verse 18 inasema namna gani? Biblia inasema utalaaniwa uzao wa tumbo lako. Kwa sababu ya matendo mabaya baba zetu na mama zetu, utalaaniwa uzao wa tumbo yako na uzao wako wa nchi yako. Na uzao wako wa nchi yako. Maokeo ya ng'ombe wako. Sikiza, na wadogo wa kondoo zako. Simamia hapo. Utalaaniwa uzao wa tumbo yako. Unakuta kutokuwa na uwezo wa kupata watoto inakuwa ni laana na iko katika Biblia. Kwa hivyo kuna kitu unaweza tenda. Wasichana wako wenye hawajazaliwa na hao wengine wanajaribu kutafuta watoto inashindikana. Vijana wako inakuwa hivyo. Siku hizi kwanza hiyo iko kwa wingi sana. Deuteronomy nasema Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Bwana atakufanya upigwe mbele za adui zako. Wacha nikuonyeshe ingine. Simamia hiyo verse 30. Uone ya kwamba kuna laana ya kukufanya usikafurahie katika ndoa na divorce. Kuna laana hiyo. Hebu soma verse 30 inasema namna gani? Inasema utaposa mke na mume mwingine atalala naye. Utamposa mke na mume mwingine atalala na yeye. Utajenga nyumba usikae. Utajenga nyumba na usikae. Utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Simamia hapo. Biblia inasema ya kwamba hii ni ya marriage. Utamposa mke na mume mwingine atamchukua. Unakuta ya kwamba katika familia kuna kuja jambo ni lazima mkosane kabisa. Unakuta ni lazima mwanamke ama bibi apotee kidogo ili aende afikirie vile anaweza olewa tena. Unakuta ya kwamba haya mambo ni mengi. Unakuta ya kwamba after marriage kubreak na kuharibika, wakati mke ameachiliwa ameenda huko, amekuwa desperate mpaka akafikiria wacha nitafute mwanamke mwingine nikuwe na yeye. Na inamruhusu kwa sababu kijana ameshindwa kumtekeleza, mume ameshindwa na yeye. Wakati wakiseparate 10 years, huyo mke akienda kwenye alikuwa anataka kuenda nawe na marafiki, na kijana vile vile
ndipo wanarudiana wakaona maji ya gwethana no thikarania rĩngĩ tondũ kĩrĩa gĩkĩka atĩa nĩ ũkahikia mũtumia no nĩ andũ angĩ magakoma nake. Generational curses. Leo wakati unaona ndoa ikiharibika ichuke, unakuta vijana wako hivyo, ndio amekuwa vizuri lakini hawezi toshereka hapo, ni divorce. Hivyo ndivyo ilivyo. Unakuta kijana mume na amekuwa vizuri na ameenda kwenu, hujui ni nini ingine anatafuta nje. Mnapo separate na alikuwa anakwambia siwezi taka uende kwa mwanamume mwingine, siwezi taka. Sasa mkiseparate after 10 years ndio anakutafuta. Kwani anakutafuta badala angekuwa amekutengeneza siku hiyo usiende nje. Kazi. Unaona namna gani? Unaonaje? Haya ni mambo yako katika familia. Wale ambao Mwenyezi Mungu ametuokoa, wacheni tuelewe neno la Mwenyezi Mungu. Tunasema ya kwamba having strange sicknesses. Unakuta magonjwa yenye hayana tiba. Magonjwa yenye hayana tiba. Kwa hivyo kama uko ndani yetu naye ni mama na unakuwa hivyo, ujue kwamba ni kazi. Kama familia yako iko hivyo, ni lazima unaachilia mke anaenda kwingine na anapitia mambo kama hayo. Usijidharau. Kuna healing, kuna restoration siku ya leo. Kuna uponyaji. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Kuko hivyo, ukiona vijana wako wako hivyo, kijana wako anaoa, ukiona na wewe ni mama, halafu msichana mwenye ameoa unaona wanakosana kidogo, unaona wameachana, unashuhudia huyo msichana na ameolewa kwako, ako na mtu mwingine huko, na wanakaa sana na urafiki, kisha baadaye unasikia yule kijana akimtafuta yule mwanamke warudiane. Ujue kwamba hiyo ni curses. Kwa hivyo usikojee watoto wako wakuwe hivyo. Kwa nini mnakaa nje ya nyumba ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini tunakaa habari na Mwenyezi Mungu? Na sio kitu utazuia. Kina function in your marriage legally. Ni lazima kiforce hii marriage break. No kinyamutumia wapi abiathi. Ni lazima huyu kijana aende kwanza apige ukahaba huo, inaitwa generational curse. Bwana asifiwe. Haraka. Having thoughts of suicide. Kuwa na fikira za kujinyonga. Having thoughts of suicide. Unasikia watu wakisema ya kwamba wanatamani kukufa. Mimi nauliza nini ninafanya dunia? Huyu mwanamume amenisumbua sana. Mimi najiuliza ninafanya namna gani? Unasikia katika familia kuna watu wengi wamejinyonga. Mimi sijui ninaishi kwa sababu gani. Haya mambo yote ukiona katika jamii yako na mizizi, sio kitu ambacho unaweza shughulikia. It is in your blood. Na damu inafuata damu. Kwa hivyo wakati tunajua mambo kama haya, hata kama hauna control, inabidi uanze kuwa na uoga. Bwana asifiwe. Having thoughts of suicide. Feeling empty and abandoned. Kusikia uko empty. Watu wengi wanakuwa wanasema hivyo, nasikia nikiwa peke yangu. Taiwa digani hiyo. Unasikia ukiwa empty, abandoned, mambo kama haya. Addicted to any substance, drugs, alcohol, food, mambo kama hayo. Unakuta katika familia wote wamekuwa addicted na pombe. Addicted na mambo ya kuharibu mwili. Hizo ni signs zake za generational curses. Living in the grip of fear. Kuishi katika kukubatiwa na uoga. Yaani uko na uoga mwingi. Kuna uoga, hauko free. Kila wakati unasikia kwamba kuna kitu ambacho kinakufanya uogope. Ni kama unaogopa, sijui ni kwa sababu ya watoto wako, hujui watakutwa na nini, hujui ni nini ambacho kitatokea. Haya mambo ni baadhi
ya hivyo. Kwa hivyo tazameni wapendwa, ni vizuri tukae ndani ya Mwenyezi Mungu. Ni vizuri tujue haya mambo tunayashika with godly sorrow. Hebu imagine mtu ameoa vizuri, lakini kuna kuja kitu katikati yao, ni lazima wakosane kwa sababu hii force ya laana inawabidi wakosane ili hiyo law iwe fulfilled. Ya kwamba ni lazima wataseparate, divorce ni lazima itaonekana. Na hiki ni kitu ambacho kinaoperate katika familia. Kwa hivyo wakati unaona mnakosana katika kitu kinakuja cha kuwakosanisha, tafadhali wewe mtu wa Mungu, wewe unajua hivyo, avoid it. Avoid. Hata kama umetukana na bibi, saa nyingine nyamaza, vumilia. Kwa sababu ni kitu ambacho kinataka kiforce hiyo divorce iwe itendeke. Unaonaje? Kama wewe ni mama na unaona kwako mzee anataka tu muachane, hataki jambo lingine, yeye hataki suluhu, hataki msuluhishe, anasema hapa ni lazima watu wataenda. Jaribu kucontrol haya mambo, kwa sababu hii laana inataka kutendeke hivyo. Inataka uende ujisahau, uwe na mwanamke mwingine, uwe na mwanamume mwingine, na yeye ajisahau awe na wanawake wengine. Inaitwa curse. Usipoishika kupitia hofu ya kiungu. Unapoona familia hapa, mimi wakati ninaona watu wakitengana, ninaishika with godly sorrow, kwa sababu ninajua itawaletea shida. Itawaletea shida. After they separate, after some years, ndio cha kwanza hawangetaka kutengana kwa sababu ya umaraya. Lakini sasa inawaforce watengane, waseparate. After 10 years ndio wanarealize, ndio nafikiria na huyo msichana alikuwa mzuri, singemtupa, na wakati huo alienda na akaenda kwingine. Ili hiyo law, ili hiyo curse iwe fulfilled. Nakufikiria hivyo katika familia kuko hivyo. Haleluya. Diposa mimi huwa ninaita watu katika ofisi, tunaongea, ninawaambia, uko na uhakika unataka kuacha huyu msichana? Uko na uhakika unataka kuacha huyu mzee? Ati kwa sababu umefikiria anaenda huko nje na haujamshika, utaenda kumtafuta akiwa sasa ako na mwanamke, ako naye. Utamtafuta hivyo kwa sababu ni generational curse inafanya kazi na huelewi. Afadhali wakati kama huu mko na yeye msolve, kwa sababu utaenda kumtafuta wakati huo, hautauliza wanawake, utaenda kumtafuta akiwa nao ndani yake. That is how generational curse operates. Kwa hivyo unapoona ndoa za wapendwa, zichunge. Unaona mtu anajikaza sana, hapana, nataka huyu mama aende, ninafikiria yeye ni kahaba, wacha aende. Ninamwambia vizuri, usifikirie, msamehe. Utamrudia akiwa sasa na wanaume wengine, hata ikiwezekana awe na watoto, na unamwambia kuja tu tusofu tukae ili itimie. Utampoza mwanamke na ni mwingine, na ni wanaume wengine watamchukua. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Living in the grip of fear. Okay. Having sex in the dream. Unaona haya mambo, matendo ya ndoa, tendo la ndoa, kujikuta nalo katika dream. Watu wengi wako hivyo, na unafikiria tu ni jambo la kawaida. Kuwa na kitendo cha ndoa katika ndoto. Unajikuta uko katika kitendo hicho na ni katika ndoto. Hiyo ni indication ya kwamba in the realm of the spirit you are married. Hiyo sio kitu ya kufikiria hivyo. Your husband is not a ghost. Your wife is not a ghost. Hiyo ni spirit having intercourse with your spirit. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanaindicate ya kwamba kuna evil foundations. Bwana asifiwe. Ni baadhi ya mambo ambayo tunastahili kuangalia sana. Kuna magonjwa yanajaribu kutibiwa na yanaingizwa, yanaletwa na spirit spouses, spirit husband, spirit wife.
Unafikiria huwa ninaota tukiwa na bibi yako. Hapana, huyo sio bibi yako. Bibi yako is not a ghost. That is a spirit having intercourse with your spirit. Number 1 ni kuweka magonjwa yenye hujaiona katika nyumba yako, katika familia. Na wale watu wengi wako hivyo. Wale watu kuna watu wanapitia mashida, wacheni niwaambie wapendwa. Especially hizi shida nyingi za tumbo. Hizo huwa zinaletwa na spirit husband na spirit wife. Hawajui vita. Bwana asifiwe. Sex in the dream. Ukisikiza hayo mambo, ujue kwamba ukisikia hayo mambo yako katika familia, ujue hiyo familia imekuwa attacked vile hujawaiona. Hao wameolewa katika ndoa. Na ukianza kuwaombea hapa, huwa wanaanza kuona wazee waliokufa, babu zao, nyanya zao waliokufa. Anakuja na kutokea, mnakula. Mwisho anakuambia msindikishe. Kwa hivyo shida za breeding zikianza hapo, unajaribu kuzicontrol, zinashindikana. Bwana asifiwe. Eating in the dream. Mara nyingi unajikuta ukikula katika ndoto. Haya mambo yote ni baadhi ya generational curses. Children who are not interested in the gospel. Unazaa watoto hapa who are not interested at all. Ukiwaambia kwamba twende kanisa, siana shio tena ni family ngima. Sisi tutia kanisa. Unakuta siku kama yale wako proti. Wasichana wamevaa zile nguo zao za kisasa ambazo ziko tight kabisa. Hawajui mambo ya Mungu. Hiyo ni indication ya kukuonyesha vizuri. Wapendwa wenye mko katika nyumba ya Mungu, leteni watoto wenu, wazoesheni mambo mazuri ya kiungu. Bwana asifiwe. Unazaa watoto ambao hawampendi Mwenyezi Mungu. Ukienda kuambia kijana hivi kuhusu Mungu, anakuambia Mungu ni nini? Mimi siwezi enda kanisa, ni nini ambacho sina? Hivyo spouses who hate or ridicules the gospel. Spouses who hate or ridicules the gospel. Watu ama jamii ama mke na mume wenye wanadharau gospel, wanaidhihaki. Ukienda ukute familia labda na msichana walioana juzi, ukiwaambia mambo ya Mungu anakuambia Mungu. Sasa watu wameokoka wanakuwa hivyo. Spouses. Yaani unakuta watu wameoana, wamemdharau Mungu, hawataki kujua mambo ya Mungu. Hizo ni indications. Ukiwa na familia kama hizo, kama uko ndani yetu na wewe ni mama na uko na watoto kama hao, wanaheti Mwenyezi Mungu hivyo unavyojua, hata huwezi kuambia, hata haujawahi kuambia kwa sababu hawezi penda Mwenyezi Mungu kamwe. Niatazame vizuri. Hiyo ni evil foundation. Hiyo ni mizizi mibaya imepandwa, na ndiposa hata wewe hauna nguvu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Having unexplainable business failures. Having unexplainable business failures. Kuwa na kwa kuanguka. Jambo lolote ukilianza ni lazima uanguke. Unasikia mtu akisema, nilikuwa nimeanzisha biashara huko, nilikuwa na biashara ya matatu huko na hana chochote, anaenda miguu. Nilikuwa niko na kazi nyingine huko, nilikuwa na jambo lingine kubwa sana, nilikuwa nimeajiri watu 20, na wakati anasema hivyo hamna jambo lolote, hana kitu chochote cha kuonyesha. Hayo ni baadhi ya mambo hayo. Nilikuwa nimeajiriwa kazi kubwa sana, tulikuwa tunalipwa 50,000 na kwake saa hizo hakuna mpaka kiti. Hii ni indication ya laana za jamii. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtu ameajiriwa na serikali, unakuta kwake watoto hawana hata viatu, ni lazima ambiwe, nunulia watoto viatu, wanunulie watoto nguo. Kwake unakuta hakuna mpaka kiti. Na unasikia akisema ya kwamba, unajua magari zenye zilitokea kitambo, mimi ndiye nilikuwa wa kwanza. Lakini hana kitu cha kuonyesha. Having unexplainable business failure.
having dream of being pursued by animals or armed persons. Kuwa na ndoto ambazo unaona ukikimbizwa na wanyama ama na watu ambao wako na silaha. Kuwa na ndoto, kupata ndoto unaona watu wenye silaha wakikuwinda ama animals wakikutafuta. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunaangalia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo laana ni kitu kibaya sana. Kuna watu ambao laana imefanya kazi, imedhihirika kwa njia kubwa sana, kwa njia kubwa. Na familia ambayo iko hivyo unaweza shindwa kwa control. Kama familia ndani yake kuna huu mzizi wa adultery, unakuta watu wote wako hivyo. Hata kama wameokoka wako hivyo. Wamefungwa tu kwa sababu wako kanisani. Lakini hizo fikra za uasherati bado ziko ndani yao. Zinafanya kazi tu kwa sababu laana iko fresh. Ni kwa sababu gani kunatendeka hivyo? Bwana asifiwe. Kama wazazi wetu walienda wakaanza kujiingiza katika mambo ya uasherati, tazameni hapa muone. Labda baba ama babu alioa nyanya yenu, halafu katikati ya hapo akaenda akatafuta mwanamke mwingine na akakuwa na yeye huko. Hiyo dhambi, hata kama babu yenu alikufa kitambo na hiyo dhambi hakutubu, inakuwa fresh mbele ya Mwenyezi Mungu kila wakati. Inakuwa fresh. Nazo hizo demons zinakuwa authorized na hiyo dhambi. Kwa hivyo wakati tunasema ya kwamba tuna deal tuna break generational curses, kuna mambo ambayo tunastahili kuangalia. Na ndio ambayo tunataka tuangalie siku ya leo, tuone hata kama ni jambo moja ama mbili. Bwana asifiwe. Number 1, wakati tunasema kuhusu kukata mizizi hii miovu ya jamii, number 1 is to sharpen the axe. Sharpening the axe blade. Kunoa shoka. For dealing with generational curses. Sharpening the axe, or sharpening the axe blade. Kunoa shoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Mambo 12. Jambo la kwanza, sharpening the axe blade. The first step is to acknowledge and confess the sins and the iniquity of your forefathers. Jambo la kwanza ni kukubali na kukiri dhambi na ubaya wa wazazi wetu. Ni kukubali kuwekelewa mzigo. Hivyo ni kusema namna gani? Kama baba yangu alikuwa mchawi, kama alienda kwa mganga, na hiyo dhambi inatusubua kwa sababu huwa inasubua marriages sana. Kama alihusika kwenda huko, na hiyo dhambi kwa sababu ni fresh mbele ya Mwenyezi Mungu, tunastahili kufanya namna gani? Ni kuchukua hiyo dhambi ujiwekelee. Unaona vile mtoto wako anaweza ashikwe akiwa ameiba kitu cha 15,000. Unaenda ukiwa na uchungu, na kwa sababu unajiwekelea hiyo deni. Unasikia uchungu ukilipa mpaka unamwambia badala uende ufungwe, mimi nataka nichukue hiyo makosa, nijiwekelee. Uchungu wenye unasikia wakati unalipia mtoto deni kama hiyo, ndio ambayo tunaita hapa godly sorrow. Mzazi wako alienda kwa mganga, akaauthorize demons za kuua, za kujinyonga, za kudestroy marriages. Zina operate in your bloodline legally. Unaenda
unajiwekelea huo mzigo with godly sorrow. Mimi ndiye nilitenda hii, nimekuja mbele zako Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio inabidi tujifunge. Unaenda mbele za Mwenyezi Mungu, unamwambia hapa nimekuja mimi, hii dhambi na hii kwa sababu iko fresh mbele ya macho yako, unaiona kama imetendwa hii asubuhi, na sasa ni wakati ilitendwa na babu na ako na miaka 100 tangu alipokufa. Unaenda kwa Mwenyezi Mungu na hiyo hofu, kwa sababu hiyo hofu ama hicho kitendo ndicho kimekubalisha demons zile zina operate, ndizo zina demand. Haustahili kuwa unafurahia hivyo ukiwa na uzima wa mwili. Zina kumonitor. Ukifikisha 40 years ni lazima zinafanya timing, hatutaki upitishe 50 ukiwa hivyo. Kwa hivyo hata kama haijakudhuru, unaona watu wengine venye wanasukuliwa, unaona venye ndoa zinayumba. Usiseme ya kwamba ni watu wabaya. Unaona watu wanarudiana wakiwa marriage zimebreak. Kijana wako anaenda anatafuta huyo msichana, already waliachana kitambo. Huyo amekaa venye anataka, huyo anakaa venye anataka. Unaona wanarudiana wakiwa na sorrow. Sasa hapana, hakuna kuambiana ulitenda, hapana, kuja venye ulivyo na hayo majeraha nitakukubali. Sasa sijali umelala na wagapi, sasa kuja. Ukiangalia hivyo katika in your bloodline, unaenda mbele za Mwenyezi Mungu ukiwa na godly sorrow. Unanyita. Unaenda ukiwa na hofu. Mwenyezi Mungu itatendeka namna gani? Nimechukua dhambi hii ya usherati. Na ndiposa ninawaambia wasichana mko hapa na mnaniangalia, wacheni kuanguka katika dhambi. Utaambukisha watoto wako wote. Unafikiria nani ataenda mbele za Mwenyezi Mungu kutubu dhambi zako? Kwa sababu ya kurarara nje na vijana. Saa hizi tunasumbuka. Angalieni marriages venye ziko. Watu wanalea watoto wanaachana. Huyu mtu wako huko, hata wenye hawajaachana bado wako karibu kuachana. Hizo ndizo cases zenye ziko. Kwa sababu hii laana ni lazima ifanye kazi, kwa sababu walikufa hawakutubu. Kwa hivyo hizo demons zina operate in our lives legally. Hakuna kwa vyovyote vile unaweza kuiambia toka. Usipoongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, nisikize. Ama ushikwe mkono na mtumishi wa Mungu, hawezi deal na generational curse. Hawezi. Bwana asifiwe. Mungu asipokuhurumia, uwe pahali ambapo unasikia mambo kama haya na unapata hekima. Angalieni mpaka makanisa mengi tunayaongoza tukiwa hivyo, tukiwa tumefungwa, tukiwa under captivity. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unakuta wale ambao wanawaongoza bado wako katika vifungo. Kwa hivyo tunasema kwamba usipojua kuconfess, kuchukua mzigo unajiwekelea, kama vile mtoto wako ama bwana yako anaweza chukua kitu cha mtu auze. Watu wengi sana wako hivyo pale, kazi hizi inafanya kazi kwa njia kubwa. Unakuta bwana anachukua kitu kama hiki anauza. Inabidi wewe ukiwa mke utafute pesa ulipe. Hiyo gharama unaichukua kwa uchungu. Usipochukua dhambi za your forefathers kwa uchungu, usipochukua usherati wa baba yenu, wale wanawake aliowaoa, useme Mungu nisamehe tafadhali, hii dhambi niwekelee mimi, niulize, nilipishe, nimekuja mbele zako, nimekosa chakula siku 3. Hapo watoto watakuwa wakiolewa, wakishaolewa anatafuta bibi mwingine, wa pili, wa 3, wa 4. Usipodeal na hiyo dhambi, kwa sababu huwezi apia demons za kuwa wanawake wengi enda katika jina la Yesu Kristo. Zinakwambia nani unaapia aende? Wewe ndio tufungulie mlango. Tulifunguliwa na babu yenu kitambo. Nini unaapia pombe iende? Nini unaapia kifo kiende? Kuna familia nyingi ambazo zinaandamwa na vifo, na ndiposa mnaona vifo siku hizi ni nyingi
ni nyingi, na ni kwa sababu ya family altars. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kunoa shoka. Kunoa shoka ni kusema namna gani? Ni kujua kujiwekelea mizigo. Unaenda mbele za Mwenyezi Mungu, haulali, unajifunga. Roho Mtakatifu anakufunulia siri nyingi za baba zenu, siri za mama zenu, siri zako mwenyewe. Unakaa mbele zake mpaka unasikia kwamba unatubu, mpaka sauti inaisha, unasikia huna sauti. Ukisamehewa, hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuauthorize demons. Sasa zitoke, zinatoka, kwa sababu na zinakuangalia tena kama kuna right ambayo haujabreak. Ziko wapi? Hatutoki. Hivyo ndivyo laana inafanya kazi. Ndipo sasa unaona kuna mambo mengi ambayo tunastahili kujua. Okay, Leviticus 26:39. Warabi. Unasikia watu wakisema kwamba tutafute mbuzi, tuchinje mbuzi hii magonjwa yaishe. Hatujui kwa nini watu wetu wameanza kukufa. Unakuta ya kwamba kifo kikifunguliwa mlango kwenu ni kama kumefunguliwa kila mwaka, kila mwezi. Kuna mahali ambapo mpaka vifo vinafuatana kwa miezi. Inasema namna gani? Tusome Leviticus 26:39. Inasema na watu wa kwenu watakaobaki watafifia kwa ajili ya uovu wao. Katika hizo nchi za adui zenu, tena watafifia kwa ajili ya uovu wa baba zao pamoja nao. Endelea mpaka 40. Nao wataukiri uovu wao na uovu wa baba zao katika maasi yao walioyaasi juu yangu. Sikizeni vile Biblia inasema, kama mimi Mwenyezi Mungu nitawasamehe, itabidi wakiri dhambi zao na maasi ya baba zao, ili endelea tena ya kuwa kwa sababu wameendelea kunishikia kinyume. Yes. Mimi nami nimeendelea kuwashikia kinyume wao. Sikizeni. Na kuwatia katika nchi ya adui zao. Simamia hapo. Nao wataukiri uovu wao. Jambo la kwanza, the first step is to acknowledge and confess the sins and the iniquity of your forefathers. Mbele ya Mwenyezi Mungu. So the first step is to acknowledge and confess the sins and the iniquities of your forefathers. Bwana asifiwe. Amen. God bless you. Amen.